Mimi naitwa Deogratus Barani, mwenyekiti wa kitongoji cha Mageni, kijiji cha Nakwa. Kwa ufupi ni kwamba baada kama siku kama 4 zilizopita mimi nilipata taarifa ya ugonjwa wa watoto hawa ambao wametangulia kufariki. Niliambiwa wako hospitali kule mkoani, wakakaa kama siku kama 2 hivi. Baadaye tulisikia kifo cha mtoto mmoja. Baada ya kile kifo cha mtoto mmoja, usiku wa kwanza, usiku ya pili tena usiku wake tukasikia mtoto mwingine amefariki tena. Sasa baada ya kufariki, kwa kuwa tuko hapa kwa ushirikiano, tulikuja kwa ajili ya shughuli za mazishi, kuandaa mpango wa mazishi hapa ambayo ilikuwa jana. Jana tunazika ile mazishi na karibia kisha tunataka kwenda makaburini, tukapata taarifa tena mama yao na mtoto amefariki. Sasa tulitaka tufanye mpango tena ya kuwazika wote kwa pamoja. Tukawasiliana na uongozi wa juu. Uongozi wa juu akatushauri hapana, badala ya kuzika leo mpaka usiku, tuahirishe msiba wa mama leo. Kwa majina naitwa Mariam Kali Nanga, ni balozi wa hapa, ni mama mkwe wake na binti huyo waliofariki, mama mdogo, yani upande wa baba mdogo. Kuna watoto walifariki 2, ndo mama yao kafuata. Walikuwa wote mkoani wamelazwa, na baada hapo waligundulika na tatizo la ini kwa sababu wanasema wamekula sumu. Watoto huyu waliofariki wa kwanza ana miaka 4 na huyu wa pili ana miaka 7, yuko darasa la kwanza. Na mama pia miaka yake sijajua, ila kama 35 hivi kizidi. Alikuwa anaishi na watoto wake. Mmoja huyu mkubwa alichukuliwa na baba mdogo wake, alipokataa shule akamchukua akampeleka madrasa huko Kondoa. Kwa hiyo hao wengine alibaki nayo, alikuwa anaishi naye hapa. Hali ya maisha yake kabla ya mauti kumkuta, tulimpeleka hospitali ya zahanati hapa Nakwa. Baada hapo alipewa dawa, akaja nyumbani. Hiyo dawa alitumia usiku. Usiku huo alizidiwa. Asubuhi palipokucha alimuita yule jirani wake hapa karibu. Huyo jirani alikuja, alipokuta hali ni mbaya, akapiga simu nyumbani kwa wakwe zake. Baada hapo mama mmoja akaenda akampeleka hospitali ya Mrara. Baada kufika hapo hospitali ya Mrara, akapitishwa hospitali ya mkoa. Akaendelea kwa huduma zaidi. Baada hapo wakampima, alikuwa na mimba miezi 3. Hiyo mimba ilitoka, na baada hapo alipata nafuu na kuruhusiwa. Akaambiwa akatumia hizo dawa. Baada ya kutumia hizo dawa akaambiwa tarehe 2 mwezi wa 6 arudi. Ndipo tulimpeleka hiyo tarehe 2 juzi. Ndio. Mwingine aliugua kwa muda gani, na wakati anaugua watoto wake pia walikuwa na hali gani? Wakati yeye anapoumwa, watoto yeye alipopelekwa hospitalini ya mkoa, aliporuhusiwa akaja nyumbani, watoto wakapelekwa siku ya pili zahanati hapa Nakwa. Walipopata matibabu wakaja nyumbani, wakaambiwa tumie dawa. Sasa wote wakawa ndo wanaugua hapo nyumbani. Baada hapo tukaona mbona watoto wamezidiwa, tukawapeleka hospitali tuliwapeleka wazazi. Wazazi wakasema watoto hatuwawezi, wapelekeni mkoani aiza Mrara. Kwa haraka tukaondoka mpaka Mrara, na hao watoto wakaendelea na matibabu huko mkoani.